Rasmi kuanzia sasa ni kwamba bunge limevunjwa. Yamkini unatamani kujua mengi sana kuhusiana na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge ambalo ni la 12 mpaka sasa hivi. Tunaweza kulipongeza kwa namna jinsi ambavyo limeweza kufanya kazi mbalimbali, lakini mimi hapa nimekuja kulichambua na kuhakikisha kuna kusogezea utofauti wa bunge hili la 12 na mabunge mengine ambayo yashawahi kutokea, na hicho ndio kitu ambacho nimeamua kuja nacho hapa ndani ya Zoa TV ili uweze kufahamu kipi ambacho kinaendelea kwenye nchi. Siku zinavyozidi kwenda, kuna mambo yanazidi kubadilika mdogo mdogo, na hayo ni mambo ambayo yapo ukiyatazama kwa jicho la tatu unaweza kuyaona pia. Hili ni bunge la 12 ambalo limevunjwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku ya leo tarehe 27 rasmi, na wabunge pia nadhani kuwa ni wakati mwingine wa kwenda kutafuta nafasi ya kurudi bungeni kwa wakati mwingine, maana kwamba mpaka Oktoba pale tutapiga kura tuhakikishe kwa tunachagua viongozi ambao wanaweza kurudi bungeni na mambo mengine yakazidi kuwa poa sana. Kwa hiyo masuala yako mengi sana, lakini hili ni bunge ukilitazama vizuri sana lilifunguliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli. Ilikuwa Novemba tarehe 1, 2020, bunge ambalo aliweza kulifungua rasmi awamu ya pili ya kwake ambayo aliweza kufika. Lakini unaweza kutazama pia bunge hili lina utofauti mkubwa sana, limefunguliwa na rais mwingine lakini limekuja kufungwa na rais mwingine. Hayo ni maajabu ambayo yametokea kwenye bunge la 12. Naweza kukusogezea hivyo. Ni bunge ambalo limeongozwa na maspika wawili. Ukitazama kwa uzuri sana, Job Ndugai aliweza kusimama kwa nafasi yake wakati Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, lakini walipishana kuhusiana na masuala mazima ya madeni, na baadaye akaamua kujiuzulu yeye mwenyewe baada ya kupishana na kiongozi mkuu ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na masuala yote ya fedha na vitu kama hivyo. Lakini baada ya yeye kujiuzulu alikuja Dr. Tulia Ackson pia aliweza kushika nafasi yake na kusimama hapo. Ilikuwa Januari 6, 2022 rasmi alipokea nafasi ya ndugu yetu Job Ndugai baada ya yeye kujiuzulu. Ndugu yetu Dr. Tulia Ackson pia akaweza kuchukua nafasi hiyo na akazidi kuhakikisha kwa bunge linaongozwa kwa ustadi wa hali ya juu mpaka wakati huu. Na bunge hili pia tunaweza kusema ni bunge ambalo halina kambi rasmi ya upinzani, bunge la 12. Yani ni maajabu kabisa. Ukitazama vizuri sana, kuanzia bunge lianzishwa mwaka 1992 haijawahi kutokea hiyo, lakini mwaka huu au tunaweza kusema awamu hii ya kuanzia 2020 mpaka 2025 limekuwa bunge ambalo halina tunaweza kusema upinzani ambao ni thabiti kweli kweli ndani ya bunge. Kwa hiyo unaweza kutazama pia ni bunge ambalo lilikuwa na wanachama wengi wa CCM ambao walishinda kuwa mbunge kwenye majimbo yao na kuhakikisha kuwa wanakuja kuongoza na kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri sana. Lakini unaweza kuangalia wabunge ambao walipita pale ni wachache sana. Yani hilo ndo swala ambalo lilitokea pia. Lakini kitu kingine ambacho kimetokea kwenye bunge hili ni kwamba mvutano wa wabunge ambao waliteuliwa, wabunge 18, Halima Mdee na wenzake ambao walikuwepo bungeni na walikuwa hawana chama rasmi kwa sababu Chadema waliwanyang'anya wanachama. Kwa hiyo walikuwa wajulikane chama chao ni kipi, lakini wako bungeni. Sasa ili bunge la 12 unaweza kulitazama pia kwa jicho la tatu. Watu hao waliingiaje bungeni na ilikuwaje? Kwa nini alikuwa lizungumziki hili sana? Kwa hiyo mpaka Halima Mdee sasa hivi anatoka bungeni, chama hana. Kwa hiyo unaweza kujiuliza alikuwa bungeni kwa chama gani? Hilo ni swali ambalo unaweza kujiuliza pia na kuishi nalo. Lakini ili bunge pia limeleta maajabu makubwa sana, kwa sababu wabunge badala ya kushughulika na kuhakikisha kuwa na focus na wananchi wao kama wao bana, walikuwa wanajitetea. Kwa sababu hili ni bunge ambalo ndugu yetu Tarimba ambaye moja kwa moja yeye alizungumza vizuri sana kuhusiana na wao wabunge wapewe plate number ambazo ni za private kwa upande wao, ambazo zina heshima fulani. Ni kwamba Msukuma naye alidai kuwa mke wake au wake wa wabunge waweze kupata nafasi ya kukaa VIP. Kwa nini wao wakae VIP alafu wake zao wasikae VIP? Hili swala pia liliwaumiza wananchi kwa sababu walitegemea wabunge watapambania, lakini wabunge wameenda bungeni kwa sababu ya kujipambania wenyewe. Kwa hiyo unaweza kutazama namna gani mambo yalivyokuwa. Kwa hiyo hili ni swala ambalo alitasaulika kwenye hili bunge la 12. Nadhani kwa sasa hivi tunaelekea kwenye bunge la 13. Nadhani ni wakati mwingine tena wa kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Kama mwananchi, linda kura yako na hakikisha kuwa unaiweka sehemu sahihi ili tuweze kupata watu ambao wanaweza kuja kuchochea maendeleo baadaye na mambo mengine yakazidi kuwa mazuri. Hii ndio Zoa TV. Hakikisha unazidi kuwa mwanafamilia wa Zoa TV ili mambo mengine yazidi kuwa poa kabisa kabisa. Ondoa shaka kwa hilo na hakikisha kwa mambo yote mazuri yanazidi kutokea hapa.